Bana, tuziangazia habari za udaka na burudani kama ilivyo kawaida yetu Bao Media. Bana, tunakupasha habari zote ambazo zimemeke headline sana. Ni historia ya Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki, ndoa yao ipo mashakani, usaliti watajwa. Kweli hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Hili limekaa vipi? Ungane na mimi mpaka tamati tuweze kufahamu kwa undani. Bondi ameanza kuganda kwenye ndoa ya mwanamitindo na mwanamuziki Hamisa Mobeto na mumewe kiungo kutoka klabu ya Dar es Salaam Young Africans Stephanie Azizi Ki, huku sintofahamu ikizua maswali kama wawili hao bado wako kwenye ukurasa mmoja. Ingawa hakuna maelezo rasmi kutoka kwa Hamisa ama Azizi kwamba ndoa yao ina shida, lakini kumekuwa na madai yanayozunguka mitandaoni kuhusu wawili hao kupishana na kutokuwa karibu kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Sasa amezungumza Hamisa Mobeto ambaye hakukubali wala kukataa moja kwa moja madai hayo, lakini alikiri kuwa katika ndoa kuna wakati wanandoa wanaweza kupishana. Hamisa katika nukuu, mimi ninamnukuu, anasema, "Inawezekana watu kupishana. Sisi ni binadamu na tumefanikiwa kufunga ndoa. Tofauti zipo ndio, lakini sio kweli kama ambavyo mambo yanaelezwa huku mitandaoni. Sisi bado tupo," alizungumza Hamisa Mobeto. Bana, kauli hiyo imezidi kuacha gumzo ikiendelea, hasa kutokana na madai kwamba wawili hao wamekuwa na maisha tofauti kwa kipindi hiki. Hata hivyo pia vyanzo vinasema kuwa kiungo huyo mahiri yupo kwenye mchakato wa kuoa mwanamke mwingine jijini Dar es Salaam na tayari ameshazungumza na watu wake wa karibu kuhusu jambo hilo na amepewa baraka zote. Sasa taarifa kutoka kwa watu wa karibu na wawili hao zinaeleza kuwa moja ya mambo yanayowakabili ni kutumiana kuhusu uaminifu, huku kila mmoja akiwa na malalamiko yake. Katika nukuu hapa ya watu wake wa karibu, anasema kila mmoja anamtuhumu mwenzake. Ukikutana na Hamisa anakuambia kuna mambo Azizi anayofanya, lakini ukirudi kwa Azizi na madai yake kama hayo ya hawako tayari kupata suluhu. Hali si nzuri, chanzo cha karibu kilizungumza. Sasa pia kumekuwepo na madai kwamba Hamisa haonekani mara kwa mara kwenye nyumba yao ya Mbezi Beach kama ambavyo ilikuwa awali wakati star huyo akiwa nje ya nchi, huku Azizi akiendelea kuonekana hapo mara kwa mara kama hayupo mazoezini katika klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa upande wa historia, gumzo kuhusu ndoa yao halikuanza leo wala jana. Ni kwamba kabla hata hawajafunga ndoa pia uhusiano wao ulikuwa umezungukwa na maswali mengi. Sasa Februari 10, nitakukumbusha, mwaka 2025, waandishi waliripoti na kuandika kuhusu utata uliokuwepo wakati taarifa za ndoa yao zilipoanza kusambaa, huku baadhi ya watu wakishindwa kuamini kama kweli walikuwa wakielekea kwenye ndoa. Ilipofika Februari 16 mwaka 2025, mambo yakawa rasmi baada ya wawili hao kufunga nika katika msikiti wa Nur Mbweni, Dar es Salaam. Na siku moja kabla, ikiwa ni Februari 15, Azizi Ki alitoa mahari ambayo ilitajwa kuwa ni ng'ombe 30, shilingi milioni 30, kabla ya sherehe kubwa kufanyika Februari 19 katika ukumbi wa Superdome Masaki. Baada ya ndoa, wawili hao waliendelea kuonyesha ukaribu wao hadharani, lakini Mei 25, 20, Hamisa alimuunga mkono Azizi Ki wakati akihamia nchini Morocco kujiunga na Wydad Casablanca, akimweleza kama mume wake, rafiki yake mkubwa na shabiki wake namba 1. Hata hivyo baadaye zilianza kujitokeza tafsiri mbalimbali kuhusu ukaribu wao, na Disemba 2025 tayari kulikuwa na gumzo la mitandaoni kuhusu uwezekano wa kutengana, lakini Hamisa alionekana tena akiwa na Stephanie Azizi Ki, jambo ambalo lilipunguza yale mazungumzo chini kwa muda wa muda fulani. Februari 2026, wawili hao pia walisherehekea mwaka mmoja wa ndoa yao, huku Azizi Ki akimfanyia Hamisa surprise ya zawadi kubwa kabisa. Sasa licha ya historia hiyo, Juni 2026 zilianza kusambaa zaidi video zilizodai kuwa wawili hao wamekwisha kuachana. Hata hivyo pia madai hayo hayakuambatana na tangazo rasmi kutoka kwa wanandoa hao. Ndio maana pia kauli ya sasa ya Hamisa inakuwa ni muhimu zaidi, akiwa hakubali simulizi kwamba mambo yao yamefika mwisho, lakini pia akikiri kuwa kuna tofauti. Amewaacha mashabiki wakisubiri kama hali hiyo itamalizika kwa suluhu au itazaa uamuzi mwingine, lakini kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi kwamba ndoa hiyo imevunjika ama la.
Kinachobaki ni sintofahamu madai ya watu wa karibu na mabadiliko ambayo yanaonekana kwenye maisha yao ya hadharani. Na kwa ndoa iliyotikisa nchi kwa ukubwa wa sherehe yake mwaka 2025, macho ya mashabiki sasa yameelekezwa kwa Hamisa na Zikiko, na kama wataumaliza mgogoro huo ama pengine kutakuwa na mwanzo ama sura nyingine katika ndoa yao. Tuko hapa Habari Media kwa ajili ya kukuhabarisha wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.